Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Dada samani, naomba kuongea na wewe kidogo tu. Karibu ndugu. Asante. Naitwa Robert. Nimekuwa nikikuangalia sana kanisani. Unaonekana mgeni. Ndiyo. Wow, ni kweli. Haufanani na mazingira haya. Macho yangu yamekuona, moyo wangu ukathibitisha kuwa ni wewe. Kiukweli nimetokea kukupenda. Na natamani uwe wangu wa maisha. Asante. Naitwa Noela. Ila kabla ya yote, niambie wewe ni nani? Ni mwalimu wa kwaya. Najihusisha pia na masuala ya kilimo. Sijauliza unachofanya. Nauliza wewe ni nani? Napenda kusoma Bible, pia kuimba. Pia sio burudani zako. Kawaida tu. Wewe ni nani? Huenda ungenipa mfano ili nijue jibu sahihi linapaswa kuwaje. Unataka mimi nikwambie ulie? Hapana. Mimi ni kijana mwenye hofu ya Mungu, mwanaume wa kawaida, mpole, anayejali, ingawa muda mwingine naweza kuzia mambo nikiyachukulia ya kawaida. Robert, upo unaeleza aiba yako. Nataka kujua wewe ni nani. Sijui unataka niseme nini sasa. Injili ya Luka 6:39 panasema hivi. Je, kipofu anaweza kumuongoza kipofu mwenzake? Si wote wataangukia shimoni. Unawezaje kuwa kichwa cha familia uiongoze kwa misingi mizuri, ili hali wewe mwenyewe hujui kujieleza kuwa wewe ni nani? Umevaa kiatu cha rangi gani? Cheusi. Hosea 4:6 panasema hivi. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa umekataa maarifa, nami nitakukataa wewe usiwe kuhani wangu. Hauwezi jua unachotaka kwa usahihi kama hujui rangi ya kiatu ambacho umekivaa tangia asubuhi. Nakupenda kwa moyo wote, penzi halisi si la kuigiza. Dada. Samahani. Najua hiyo unaweza ukaiona ya tofauti. Lakini Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 panasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Kwa leo nimeomba mimi nikakuona wewe. Sawa, ila Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 1 inasema hivi. Jaribuni roho zote kama zinatokana na Mungu. Kwa sasa bado nakujaribu. Si vema mtu awe peke yake. Imeandikwa Mwanzo 2 mstari wa 18. Basi nikaona labda wewe ndo suluhisho. Au ndo tatizo? Maana Yeremia 17:9 panasema, moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Sawa, basi ngoja niwe direct.
Mathayo 7 mstari wa 7 pako wazi kabisa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Hii namba yangu, ukibisha hapa nitafungua. Mathayo 7:14 panasema, mlango mwembamba ni wa uzima na ni wachache wanaopita, sio kila mtu. Sawa, lakini Mhubiri 3:1 panasema kila jambo na wakati wake, na naamini huu ndo wakati wako. Lakini pia Mhubiri 3:7 inasema kuna wakati wa kuongea na wakati wa kunyamaza. Kwa sasa nyamaza kidogo. Ila unajua nini Robi? Pia imeandikwa, nitasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua, nitaingia kwake. Ufunuo 3:20. Leo mimi ndo nabisha. Kumbe Penda kwa moyo wote, penzi halisi. Lakini kumbuka, mwenye busara huona mabaya akijificha. Methali 22 mstari wa 3. Usiharibu nafasi yako. hii vita nimeshindwa, ila moyo umeshinda. Kwenye mikono yako najiona salama, najisikia nakuwa. Mume wangu, una shida gani? Timotheo wa kwanza 5:8 panasema, lakini mtu yoyote asiyewatunza watu wake, hasa watu wa nyumbani mwake, ameikana imani na ni mbaya kuliko asiyeamini. Leo nimeanguka, siwezi kukutunza wewe, siwezi hata kuitunza familia yangu. Nimetoka shambani, nimechoka. Mjini nimezunguka, kazi hakuna. Mimi sifai kuitwa mwanaume tena. Mfalme wangu, Zaburi 33:18 inasema hivi, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, uwaokoa waliopondeka roho. Huu sio mwisho wako. Mathayo sura ya 25 mstari wa 26 na 27 panasema, mtumishi mvivu na mbaya, ungepaswa kuweka fedha yangu. Hata maandiko yanasema mtu asiyeweza kutunza watu wake hana maana. Mimi nimejaribu, lakini nimekosa matokeo. La hasha. Zaburi 37:23-24 inasema, Bwana atathibitisha hatua za mtu apendezwaye naye. Ajapokuwa akianguka, hataanguka kabisa. Kuanguka sio mwisho wako, mfalme wangu. Mhubiri 4:13 panasema,
heri maskini mwenye hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu. Lakini mimi hata hiyo hekima sina. Sina kitu, sina mafanikio, sina thamani. Hapana mfalme wangu. Mhubiri 9:16 panasema hivi: hekima ni bora kuliko nguvu, lakini hekima ya maskini hudharauliwa. Dunia inaweza ikakuona huna, lakini mimi najua wewe ni zaidi ya hali yako. Methali 16:9 panasema, moyo wa mwanadamu hupanga njia yake, lakini Bwana huongoza hatua zake. Labda mimi njia yangu si sahihi. Labda mimi si mtu wa kufanikiwa. Mfalme wangu, Yeremia 29:11 panasema, maana najua mawazo ninayowaza, mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Wewe haujaomba kushindwa. Lakini ukweli unabaki. Siwezi kukupa hata maisha unayostahili. Heri wawili kuliko mmoja, maana wakianguka mmoja atamwinua mwenzake. Mhubiri 4:9-10. Mimi siko hapa kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu ya wewe. Wakorintho wa kwanza 13:4-7 panasema, upendo ufadhili, uvumilia, haukati tamaa kamwe. Nitakuwa na wewe katika kila hali, njaa, kazi, mateso, tutapitia pamoja. Vipi kama kesho nitashindwa tena? Tutajaribu tena na tena na tena. Tutafanyaje? Kila siku tutaandika mabarua kwa pamoja, kwa imani. Maana Mathayo 7:7 panasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Na usisahau hili mume wangu, nakupenda kwa maana upendo hutoka kwa Mungu. Maisha haya tutayapitia pamoja, kwa maisha ya sasa na maisha ya baadaye. Leo tena umeenda kwa mama yako na umerudi na maneno yake. Ni mama yangu, siwezi kumpuuza. Sijasema umpuuze, lakini unanifanya mimi sina nafasi. Biblia inasema mtu atamwacha baba yake na mama yake na ataambatana na mkewe. Mwanzo 2:24. Lakini Kutoka 20:12 panasema,
Mheshimu baba yako na mama yako ili upate kuishi siku nyingi katika nchi uliyopewa na Bwana Mungu wako. Heshima sio kunifanya nionekane adui. Kila tatizo letu unaenda kulipeleka kwa mama yako. Natafuta tu ushauri wake. Lakini unarudi na hukumu juu yangu. Msihukumu msije mkahukumiwa. Mathayo 7:1. Mama yangu ananijali. Hawezi kunipotosha. Na mimi sijali. Biblia inasema mume na ampende mkewe kama nafsi yake. Waefeso 5:33. Nakupenda, lakini mama yangu ni sehemu ya maisha yangu. Na mimi ni nani kwako basi? Mke au mgeni? Sikutaka umwache. Niliomba uniongeze. Kwa sababu mume ni kichwa cha mkewe. Waefeso 5:23. Unataka kunifanya nichague? Kila jambo lina wakati wake. Mhubiri 3:1. Ila tayari umechagua. Kila mara unamchagua mama yako. Unakuza mambo. Hapana. Naumia. Maneno ya upole huponya, lakini maneno makali huvunja roho. Methali 15:4. Basi unataka nifanye nini? Nataka uwe mume wangu, sio mtoto wa mama yako kila wakati. Biblia inasema wawili watakuwa mwili mmoja. Mwanzo 2:24. Lakini sisi hatuko mmoja. Subiri. Nimechoka kushindana na mama yako. Nachagua yule yule anayenivunja kila siku. Mtoto hali yake si nzuri kabisa. Ndio maana nimeenda kutafuta hii mitishamba. Mitishamba tena? Hivi kweli unaona ndo suluhisho wakati mtoto anatesekea humo ndani? Sio kila kitu ni kibaya. Ezekiel 47:12 panasema, na kando kando ya mto huo katika ukingo wake, upande huu na upande huu, itaota kila namna ya miti ya chakula, ambayo majani yake hayatanyauka wala matunda yake hayatokoma. Nayo yatazaa matunda kila mwezi na majani yake yatakuwa dawa. Lakini mimi ninachojua ni hiki. Kutoka 15:26 panasema hivi. Akasema, ukisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya haki machoni pake, mimi sitatia maradhi yoyote juu yake, kwa kuwa mimi ndimi Bwana akuponyaye. Na huyo Mungu ndiye aliomba hiyo miti. Mbona unataka kufanya kwa kila mtu anayetoa madawa ya mitishamba ni mchawi? Kwa sababu watu wengi wameficha ushirikina ndani ya mitishamba. Leo naambiwa dawa, kesho utaambiwa kafanya tambiko. Lakini si kila mtu yuko hivyo. Timotheo 1:4 panasema, kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokelewa kwa shukrani. Mimi sikatai mimea, ila naogopa pale watu wataanza kuiamini kuliko Mungu. Maana Yeremia 17:5 imeandikwa, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kufanya mwili kuwa kinga yake, na moyo wake umejitenga na Bwana. Sasa mbona hospitalini tunaenda? Mbona wewe ukiumwa unakunywa dawa? Hospitali ni sawa, lakini hizi dawa za kienyeji siziamini. Mathayo 9:12 panasema, waliposikia hayo Yesu alisema, walio na afya hawamhitaji tabibu, bali wasiojiweza. Tabibu ndiyo, lakini si kila anayeshika mizizi amekuwa tabibu wa kweli.
Mke wangu, mimi ninachotaka ni kumuona mtoto wangu amepona. Siwezi kuendelea kumuona akihangaikia humu ndani. Na mimi sitaki kumuona akiingia kwenye mambo nisiyoyaelewa. Maana Hosea 4:6 panasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa pia ni kujua kuwa Mungu anaweza kutumia njia tofauti kwa kuleta uponyaji. Lakini uponyaji wa kweli unatoka kwake, sio kwenye mizizi ya miti. Ndiyo, unatoka kwake, lakini hauwezi jua ni njia gani atakayoitumia. Luka 18:9 panasema hivi, baadhi yao walitumaini nafsi zao ya kuwa wao ni wenye haki. Pia Yakobo 2:17 panasema, basi imani ikiwa haina matendo imekufa nafsini mwake. Kwangu mimi, tendo ni kuomba na kumtegemea Mungu. Kwangu mimi ni kuomba huku nikitafuta tiba. Zaburi ya 50:15 panasema hivi, niite nami siku ya taabu, nami nitakuokoa, nao utanitukuza. Tumaini lililochelewesha hufanya moyo kuwa mgonjwa. Mithali 13:12. Methali 21:19 panasema, bora uishi jangwani kuliko kuishi na mwanamke mgomvi. Hivi unajua kuwa Mithali 15:1 inasema, maneno makali huchochea hasira. Niliapa kuvumilia, lakini maumivu yamenizidi. Nilisema nitapigana, lakini mapigo yananirudia. Methali 14:1 panasema, mke mwenye busara huijenga nyumba yake, bali mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Sasa mimi ndo mjinga, ndiyo nabomoa. Sijasema hivyo, ila maandiko yanathibitisha. Ndivyo unavyoona. Yeye asiyewatunza watu wa nyumbani mwake ameikana imani yake. Timotheo wa kwanza 5:8. Siwezi kuendelea hivi. Pigo la ndoa, nani alaumiwe? Methali 16:32 panasema, aizuia hasira yake ni hodari kuliko shujaa. Tulipendana kweli au tulikimbilia ndoto zisizo zetu? Mume wangu, siku hizi nikikuomba ukaribu wa ndoa unanikwepa. Unanionyesha kuwa sina thamani. Sio kila muda ni wa hayo mambo, na pia si lazima nikubali kila unapotaka. Mithali 5:18-19 panasema, chemichemi yako na ibarikiwe, nawe umfurahie mke wa ujana wako. Matiti yake ya kutosheleze wakati wote, ufurahie upendo wake daima.
Hii siyo tamaa, ni agizo la kufurahia ndoa yetu. Waefeso 5:22 panasema, wake watini waume zenu kama kumtii Bwana. Kuna utaratibu, sio kila kitu kinaamuliwa kwa hisia zako. Hata hilo limeandikwa. Wimbo ulio bora 7:10 panasema, mimi ni mali ya mpenzi wangu na shauku yake ni juu yangu. Wakorintho wa kwanza 7:5 panasema hivi, msinyimane isipokuwa kwa mapatano kwa muda, mpate kujitoa kwa kusali, mkutaneni tena, Shetani asije akawajaribu kwa sababu ya kutokuzuia nafsi zenu. Biblia haisemi usipende, inasema tusinyimane isipokuwa tukikubaliana. Mhubiri 3:1 panasema, kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kukumbatiana na wakati wa kuachana. Hapa unaona kuwa Biblia inaonyesha kuwa kuna wakati wa kusema hapana, na wewe unapaswa kuelewa hilo. Pia Wagalatia 5:16 panasema, enendeni kiroho nanyi hamtatimiza tamaa za mwili. Sitaki ndoa yetu iongozwe na tamaa, nataka nidhamu ya Roho Mtakatifu. Sio mimi ninasema, ni maandiko. Wakorintho wa kwanza 7:3 panasema hivi, mume na ampe mkewe haki yake, vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Waebrania 13:4 panasema hivi, ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, kwa maana waisharati na wazinzi Mungu atawahukumia. Kulinda ndoa yetu ni jukumu letu sote, sio upande mmoja. Sikuwahi kufikiria hivi. Nilihisi ni jambo la kawaida tu. Hii sio tu mwili, ni agano mbele za Mungu. Malaki 2:14-15 panasema, Bwana alikuwa shahidi kati yako na mke wa ujana wako, naye ni mwenzako na mke wa agano lako. Vilindeni rohoni mwenu. Labda nilikuwa natumia mamlaka bila kuelewa wajibu wangu. Sikuhitaji mengi, nilihitaji tu uwe wangu, kama maandiko yanavyosema. Ukinipenda nami nakupenda mara mbili.
Mungu Baba, bariki chakula hiki, bariki aliyekiandaa, kilete afya mwilini mwetu, ubariki matafutio yake, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Karibu chakula. Mke wangu, mbona unaondoka bila kula? Kuna nini tena? Misali 15:17 panasema, afadhali sahani ya mboga penye upendo kuliko ng'ombe alionona penye chuki. Chakula kipo, ila moyo wangu haupo mezani. Shida ni mimi tu kuwa karibu na mama yangu eti? Misali 24:3 panasema, nyumba hujengwa kwa hekima, lakini hapa hakuna hekima. Kuna maamuzi ya nje ya ndoa. Methali 12:15 panasema, aliye mwelevu husikiliza maagizo. Na mimi nasikiliza ninapofundishwa, na hilo ni sahihi. Marko 3:25 panasema hivi, kila nyumba ikigawanyika huanguka, na sisi tunaanguka taratibu. Hauoni? Hakuna kinachoanguka, unakuza tu mama. Misali 15:1 panasema, upole huondoa hasira. Nimejaribu kuwa mpole, lakini kila siku nazidi kupoteza thamani yangu. Jua mipaka yako. Mama ana nafasi yake na wewe yako. Misali 21:19 panasema hivi, afadhali kukaa nyikani kuliko kukaa na mke mgomvi. Na najua siku moja utasema hivi, wakati chanzo sio mimi. Wakolosai 3:18 panasema, wake watini waume zenu kama ipasavyo katika Bwana. Ndo nishasema, hiyo ndio hali. Basi sawa, kama nafasi yangu ni ya pili, ipo siku utaishi na matokeo yake. Upendo hunipitisha njia iliyojaa maumivu, najua unaniumiza, lakini bado Unaenda wapi? naenda kwetu. Siwezi kuendelea kuishi na mwanaume ambaye hajishughulishi na chochote. Siku ukijua majukumu yako ndani ya familia, utakuja kunichukua. Subiri. Zaburi 23:1 panasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Roho Mtakatifu atatupa kila hitaji letu. Timotheo wa kwanza 5:8 panasema, lakini mtu asiyewatunza walio wake ameikana imani, na sisi hatujatunzwa hata kidogo. Mathayo 6:34 panasema, tuzisumbukie kesho. Imani tu inahitajika. Bwana atafungua milango. Yakobo 2:17 panasema, imani bila matendo imekufa. Hatuli imani, tunakula chakula. Wakorintho wa pili 3:17 panasema, Roho wa Bwana alipo ndipo palipo uhuru. Hatuhitaji kazi nyingi za dunia. Mungu ndio chanzo. Yeye asiyefanya kazi na asile. Wathesalonike wa pili 3:10. Lakini kila siku tunakaa bila chakula, bila msaada. Zaburi 145:15 panasema, Bwana atawapa riziki zenu kwa wakati wake. Subiri tu. Imani inajaribiwa.
lakini mimi nimechoka kusubiri chakula kisichoonekana. Wakolosai 3:2 panasema usitafute vitu vya duniani, hivi vitu vyote ni vya kupita. Timotheo wa kwanza 5:8 panasema, lakini mtu asiyewatunza mke na watoto wake amekana imani. Mungu pia anaagiza uwajibikaji na sio maneno tu. Zaburi 34:10 panasema kuwa Bwana atawajaza wale wanaomtumainia. Sitaki kazi za dunia zinipoteze kiroho. Lakini imani yako imejenga ukuta kati yako na familia yako. Roho Mtakatifu atafungua macho yenu. Roho Mtakatifu hajakataa kazi, ni wewe tu hautaki kuwajibika. Mathayo 7:16 panasema, kwa matendo yao mtawatambua. Na matendo yako yameacha nyumba bila chakula, bila uwepo, bila upendo. Nimechagua kumfuata Mungu. Mungu haachi familia nyuma. Roho Mtakatifu ataturudisha pamoja. Lakini sasa hata imani bila matendo katika familia yangu haiishi. Nakupenda kwa moyo wote, penzi halisi si la kuigiza. Ukinitazama naishi ya kufa ganzi, roho inanipa majibu bila kuuliza. Kwenye mikono yako Yeremia 3:12 panasema, nivumilie nami nitarudi kwako. Maana Bwana anasema, mimi ni mwingi wa rehema. Naomba unisikilize kidogo, mke wangu. Methali 26:11 inasema, je, mbwa hurudia matapishi yake? Ndivyo afanyaje mpumbavu kurudia upumbavu wake. Usinilazimishe kurudia nilichokikimbia. Maana 7 mwenye haki huanguka, lakini huinuka tena. Panasema Methali 26:14, nimeanguka, ila naomba unipe nafasi nyingine ya kuinuka. Wagalatia 6:7 panasema, msidanganyike, Mungu haziakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ulipanda maumivu, kwa sasa unataka kuvuna upendo. Petro wa kwanza 4:8 panasema, funikeni wingi wa dhambi kwa upendo. Naomba upendo wako unistiri tena. Methali 4:23 panasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana humo ndimo zitokamo chemchemi za uzima. Moyo wangu nimeulinda sasa, sitaki kurudisha kwenye maumivu. Zaburi 34:18 panasema, Bwana yupo karibu na waliovunjika moyo. Nami nimevunjika moyo, bila wewe siwezi. Methali 21:9 inasema, ni afadhali kukaa pembeni na dari kuliko kukaa na mwanamke mgomvi katika nyumba pana.
Na mimi nilichagua kuondoka ili nibaki na amani. Na mimi nilichagua kuondoka ili nibaki na amani. Wakolosai 3:13 panasema, sameheaneni kama Yesu alivyowasamehe ninyi. Nami naomba unisamehe, hata kama ni mara ya mwisho. Nimekusamehe, lakini sio kila kilichosamehewa urudi kama mwanzo. Yaliyopita siwezi kuyafanya mapya kwa nguvu zangu. Ufunuo 21:5 panasema, angalia mambo yote nayafanya kuwa mapya. Mungu anaweza kurudisha kila kitu, hata sisi. Mambo mengine yakivunjika, hata yakirekebishwa, hayawi tena kama mwanzo. Hata mimi siwezi kuwa yule yule tena. Kwa hiyo hakuna tumaini. Kwa kila jambo kuna majira yake. Mhubiri 3:1. Na majira yetu yamepita. Samahani. Linda njia zako. Usirudie makosa yale yale. Na mimi sitarudia matapishi.